tamasha kufana na kuwa zuri na la kipekee na miaka 90 kwa upande wa klabu ya Simba. Tuambie limekuwa tamasha la namna gani kwa mwaka huu mkilifanyia katika uwanja wa Uhuru, lakini maandalizi na kile ambacho mlichokuwa mnakitamani kiwe kimekuwa? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza salama tamasha letu. Kile ambacho tulikusudia kufanya tumefanya kwa ukamilifu wake, kwa ubora wake. Matukio ambayo tulipanga kufanya tumeyafanya, yamekwenda vizuri. Kila kitu ambacho tulikusudia kiwe kimekuwa, na bila shaka mashabiki wa Simba wamefurahi. Kumekuwa na mtiririko mzuri wa matukio, kumekuwa na matukio ya kustajabisha na kushangaza na kufurahisha, lakini kubwa kabisa ufuatiliaji na upangaji sahihi wa ratiba. Mwisho siku wanasimba wameridhika kwa kile ambacho walikitengea muda hii leo. Ulijiandaa kuingia na ungo na bibi kutoka Mpanda, lakini umekuja kitofauti na watu wengi wameappreciate kile ambacho umekifanya leo hii, kwa ubunifu mwingine. Umeingia na Simba wawili sana na Subaru. Mwanzo lilianzia wapi, lakini pia kufanikisha hili ilikuwa ngumu ama rahisi kiasi gani? Tulikaa kikao management mwaka huu tunafanyaje, na kwa kuwa tulikuwa tumepanga kuipa heshima nembo yetu ya Simba pamoja na jina lake la Simba, tukasema safari hii acha tumtumie Simba mwenyewe. Tukaianza hiyo movement kwa kwenda Ngorongoro, tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Ngorongoro ambayo ni makazi ya Simba, na baada ya hapo kwenye kuingia Simba Day tukasema acha tuwachukue Simba wenyewe. Haikuwa rahisi, kwanza kuwatafuta, lakini pili kuzungumza na wamiliki wa hao Simba na wenyewe wazungumze na mamlaka ambazo zinahusika na wanyamapori, lakini kwa kuwa ni jambo jema na lilifuata utaratibu na lilianza mapema, kila kitu kikaenda sawa sawia, tukafanikiwa kupata vibali vyote vya kuwatumia Simba wenyewe kwenye maonesho. Tumeingia nao na wana Simba wamefurahi, kwa sababu kwanza hawakutegemea kama iko siku ambayo Simba mwenyewe halisi atakuja uwanjani na wana Simba watamuona, na leo wameshuhudia Simba halisi amekuja uwanjani, wana Simba wamewaona. Inakupa mawazo sana kwenye Simba Day kuingia kitofauti na misimu ambayo inapita, kwa sababu huwa unafanya wonders? Miongoni mwa matukio ambayo yanasubiriwa kwa hamu kwenye Simba Day namna gani naingia. Kwa ukiingia vizuri Simba Day ya mwaka huu, mwakani unalazimika kuingia vizuri zaidi. Tulivyoanza na Simba Day ya kiti watu wakapenda, lakini wakataka Simba Day inayokuja iwe kivingine. Tukaja na ngamia, baada ya ngamia tukaja na Wamasai, baada ya Wamasai tukaja ya komando. Kwa hiyo unaona kila siku standard inaongezeka. Mwaka huu ikiwa 10, mwakani inatakiwa kuwa 15. Kwa mwaka huu tumekuja na hii ya Simba, inatoa mawazo mwakani tunakuja na kitu gani kingine. Lakini kwenye timu tuliokuwa nayo ya management ya Simba, tukikaa vikao vyetu ni rahisi mno kupata wazo jingine bora na zuri la kuja nalo kwenye Simba Day ya 27, 28. Umetambulisha wachezaji, ukataja hapa kuhusiana na Lassana Kante kwamba mlitoa taarifa yake. Jana tulimuona Mwangosi kwenye mazoezi, lakini leo hatujamuona uwanjani wala mkimtambulisha. Tatoa taarifa yake. Wote ambao hujawaona hapa leo na hawana taarifa yao, ndio tafika tatoa taarifa zao. Ilikuwa ngumu kuwashawishi Wydad kuhusiana na Selemani Mwalimu, ama ilikuwa ni plan za Simba kwa sababu Mwalimu pia alikuwa anamhitaji? Selemani Mwalimu tulikuwa tunamhitaji, na of course tulishazungumza naye tukakubaliana nao, na Wydad wenyewe tulizungumza nao tukakubaliana nao. Mabadiliko ambayo yalitokea kwa upande wa Wydad ndio ambayo yakapelekea jambo kutokea sintofahamu, lakini kwa kuwa tulikuwa tunafahamu ya kwamba tuko kwenye mstari sahihi, tulifahamu ya kwamba tungempata tu Selemani, otherwise wangechaga wenyewe Wydad wangesema wanabaki naye. Lakini haikuwa rahisi kwa sababu iko klabu iliyokuwa ikipenya chini kwa chini huko kuwashawishi Wydad wampate Selemani. Yes. Wao ndo walikuwa wakishupalia wakiendelea kuchonjea na wenyewe wakipeleka ofa huku na huku, lakini msimamo wa Selemani Mwalimu ilikuwa either baki Wydad ama kama ni kwa mkopo basi option yake ikawa ni Simba. Kwa wale ambao walikuwa wanamnyemelea Selemani Mwalimu wakajikuta wanagonga za uso, kwa sababu tayari mchezaji alishachukua upande, na baada ya mazungumzo hapa na pale hatimaye Wydad wakakubali kuendelea kufanya biashara na Simba. Amechelewa tu kupata ndege, lakini tayari hivi sasa yuko angani. Kesho anajiunga na wenzie,
tukiendelea na maandalizi ya mechi zinazofuata. Msemaji, msimu uliopita kwenye tamasha la Simba Day tuondoka na jina la Komando. Msimu huu tunaondoka na jina gani? Na nimeona watu wanasema Ahmed ndio msemaji ambaye kwa sasa anaongoza kwa ubunifu kuliko wasemaji wote. Pia unaungana na hiyo kauli? Unaungana kwamba wewe ndio mbunifu kuliko wasemaji wote. Wameanza kuita God. Tasikizana kweli? Kama inazidi. Au tusitishe? Hapa Tumalizie. Utasikia? Tutasikia. Swali nasema kuhusiana na wewe kuendelea kufanya ubunifu na watu wanasema wewe ndio msemaji ambaye umekuwa ukifanya tofauti na wengine. Leo tunaondoka pia na jina gani tofauti na msimu uliopita ulikuwa na jina la Komando kwa namna ambavyo iliingia pia? Leo naondoka na jina la afisa wanyamapori. Baada ya kuingia na wanyamapori Simba, kwa hiyo naondoka na afisa wanyamapori. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kipawa cha kuweza kufikiria nifanye kitu gani kwa ajili ya Simba, lakini nashukuru timu yangu ya habari wamekuwa nami bega kwa bega kwenye kutengeneza jambo gani tulifanya kwa bora, lakini kwa kipekee kabisa nashukuru management ya Simba Sports Club, kwa maana wafanyakazi wa Simba. Mawazo ambayo tunakuwa tunayafanya, of course mimi ndo nafanya, lakini nyuma yetu ama nyuma yangu tunakaa kikao na tunakubaliana ya kwamba tufanye kitu gani. Wakati mwingine hata wazo sio langu, wazo natoka kwa mjumbe mwingine kutoka management ya Simba, tunakubaliana, tunalipitisha, tunakwenda kwenye utekelezaji. Kwa hiyo mimi nashukuru timu hii ya habari ya Simba sanjari na timu ya management ya Simba. Wao kwa ushirikiano wetu tumekuwa na uwezo wa kuwa na ubunifu wa kutafuta matokeo gani bora tuyafanye kwa ajili ya wanasimba wenzetu. Mechi imemalizika suluhu ya bila magoli, lakini watu pia wakimzungumza sana striker Dube. Tumefungwa moja. Sawa, mmefungwa moja. Simba nilitoka kabla ya mchezo, mmepoteza mechi. Mbele kuna dabi. Hii iwape hofu mashabiki wa Simba au relax? Ni matokeo mazuri sana kwetu. Mimi baada ya kuyaona matokeo nikafurahi sana. Kuna vitu viwili vinapatikana kutoka kwenye matokeo haya. Kimoja sitokisema, lakini kimoja kinatupa nguvu ya kuendelea kuamini ya kwamba bado kuna kazi kubwa ya kwenda kufanya. Mwanadamu akipata huwa anajisahau, na akikosa huwa anaongeza umakini. Kwa hiyo kwa kukosa ushindi hii leo, maana yake inawaongezea deni wachezaji kwamba twendeni tukapambane kwa ajili ya mechi inayokuja. Sisi mechi hii ya leo plus matokeo yake hayana cha kufanya kwenye record za Simba, bali inakwenda kuamsha ari kwa wachezaji wa Simba kuelekea katika mechi inayokuja. Kama tungepata matokeo mazuri, kila mmoja angeondoka hapa, hii ndio Simba bwana, hii ndio Simba bwana. Lakini hapa sasa kuanzia benchi la ufundi, wachezaji wote wanarejea kwenye uwanja mazoezi na kupanga namna gani tunakwenda kufanya vizuri mechi inayokuja. Lakini vile vile una mechi kubwa inayokuja. Ukishinda maana yake ni kwamba unatengeneza hata tension kwa mpinzani wako. Huyu anaonekana ana hatari, lakini hata hivi inapunguza ile munkari ya mpinzani, kwa sababu kwenye fikra zake kipo anachoamini kuhusiana na Simba ambacho hakina uhalisia. Asante semaji.